na wakati kilikuwa hakina pesa wala uwezo wa kufanya hivyo. Magufuli alivyokuja, kipindi kile kuna ufisadi NSSF pia. Kwa hiyo mfumo ambao kile chama, watu walikuwa wanafanya chama cha Zitto kumwezesha, kulikuwa kuna Ramadhan Dau, kulikuwa kuna Rostam Aziz pamoja na kina Kikwete. Na hela alizofanyia kampeni kuwasimamisha wagombea Zitto Kabwe nyingi zilitoka NSSF, na ndio maana hata siku moja kipindi kile Zitto hakuwahi kuongea chochote kuhusu ufisadi wa NSSF, kwa sababu alikuwa anajua kwamba ndio chama, ndio mfuko uliokuwa unamdhamini katika kufanya mambo yake ya kampeni, kusimamisha wagombea. Magufuli akaja akajua. Alivyokuja kujua, kama unakumbuka, Zitto Kabwe alikuwa hana mahusiano mazuri na marehemu Magufuli, kwa sababu alikuwa anajua kwamba kuna pesa ambazo pia yeye alikuwa mnufaika. Kwa hiyo sio yani kutumika, Zitto alikuwa anatumika, Mbowe alikuwa anatumika kwa namna yake, kila mtu alikuwa anatumika kwa namna yake. Lakini sasa baada ya Chadema kufanya watu kumshtukia Mbowe, kufanya mabadiliko ya kweli, ndio kidogo sasa hivi inaonekana kwamba sasa hivi kidogo Chadema ni kwamba kuna wale watu ambao ni cream, ambao watu ukiangalia kwamba kidogo hawana shaka. Kidogo naona kwamba hawana shaka kwamba kweli wako na wananchi. Kwa uelewa wangu mdogo wa kufuatilia siasa, ninachokijua ni hicho. Asante kwa kushare idea ya vile unavyovijua, lakini kiukweli kwenye siasa kuna mambo mengi, kwa sababu umesema hapo, umemalizia kwenye uelewa wako, ila mimi nataka nikuulize swali. Hivi unahisi nani alitegemea kwamba siku moja mtu atoke kwenye chama chake amwekee pingamizi mgombea wa chama chake aliyesimamishwa na chama chake ndani ya chama hicho? Sijui umenifahamu? Hivi wewe unahisi hii katika hali ya kawaida inakuwa ni inakujaje? Maana yangu nini? Maana yangu ni kwamba wewe umesema unahisi kidogo Chadema iko sawa. Mimi nikwambie, ndani ya vyama vyote, na sio vyama tu, hata vigenge vya wahuni, na sio vigenge vya wahuni tu, hata baa, na sio baa tu, hata vyuo, kote watu wa aina hiyo wapo kaka. Watu wa namna hiyo wapo, kulingana na mfano kwenye mambo ya vyama vya siasa, kulingana na sera ambazo CCM wameweka sera za mtego sana wa kuweza kuanzisha vyama vya siasa. Wanakwambia ili uanzishe chama lazima uwe una wajumbe 200 kila mkoa. Sasa katika wale, ili kuweza kuwapata wale wajumbe 200 wa kila mkoa, katika wajumbe 200 lazima kutakuwa kuna watu wao wa system, hawezi wakakosekana hata 10. Hiyo sera hiyo ndio inatuumiza. Hiyo sera aliyoweka CCM ni sera ya kimkakati, kwamba huwezi kuanzisha chama mpaka kila mkoa uwe una wajumbe si chini ya 200. Wale wajumbe si chini ya 200, maana yake utakapoenda kuwatafuta wale wajumbe, lazima katika wale wajumbe utakaowapata ni watu wa system ambao wana manufaa na CCM, ni watu wa system ambao wanatumika na CCM kwa maslahi ya CCM. Kwa hata kwenye ACT yule alienda kuweka pingamizi la mgombea wa chama chake, ndio wale watu ambao wanaonufaika na mfumo. Mtu yuko huku lakini anakula kwingine, tokana na sera mbovu ya vyama vyetu. Nashukuru kwamba umelikubali hilo. Jambo jingine ni kwamba Watanzania tunanunulika kirahisi. Hilo nalo pia linatukwaza sana, linatufikisha pabaya, kwa sababu mtu pengine yuko sehemu mzuri, si tu kwenye vyama vya siasa, hata kwenye kazi tu za kawaida, masuala ya rushwa. Ili jambo ndo jambo ambalo
tatizo sugu ama ugonjwa sugu kwa Tanzania yetu, na hii ndiyo inayotawala siasa zetu. Kwa mfano hata humo kwenye hivyo vyama vya siasa, kwenye chaguzi zetu mnaweza kuweka mawakala wale ukaja ukasikia amekula pesa, amefanya hivi, na hilo pia ni tatizo lingine hilo kabisa. Kwa hiyo pia sisi wenyewe tunachangia kutokana kwamba tamaa, kutokuwa wazalendo, kutokuamini kile ambacho tuna yani kutokujiamini kwa kifupi. Ndio hivyo kiufupi, wacha tuone itakavyokuwa. Nadhani hii mada tuiache hapo, nadhani watu wengi wanalala. Sijui dada tu jina lako gumu sana, Taura, au melala? Tukusikie na wewe dada yetu, na Zanzibar kama una chochote la kuongea. Floki yoyote ambaye ana chochote cha kuongea, tusije kwa tunaongea sisi tuweze Ashalala. Basi wakiamka wataongea. Nadhani kiufupi bwana, Tanzania ina mambo mengi ambayo tunahitaji kuyafanyia changing ili tufikie pazuri, kwa sababu kiuhalisia mimi kuna jambo moja na nikubali kwamba sote tukubaliane tu kama Watanzania. Na nazungumza hivi kwa sababu nimewaona hapo chini kuna watu wengine ambao hata wao tunaozungumza wako kwenye system hapo. Na ndio maana hata sitaki kujibu tena comment section sasa hivi. Kwamba Tanzania yetu tulipo na rasilimali tulizonazo, hivi kweli tunapaswa kuwa hapa tulipo? Kwa sababu rasilimali tulizonazo ni nyingi na zinatosheleza kabisa. Tunazidiwa na vinchi vidogo ambavyo havina rasilimali yoyote. Sisi tunabakia kuwa maskini ama tunarudi nyuma kadiri siku zinavyokwenda. Hivi kweli ili jambo mwarobaini wake ni nini? Maana yake tuna miaka 60 ya uhuru sasa hivi. Nini shida? Kwa mtazamo wangu mimi naona shida inaweza kawa shida ni sisi wenyewe pia, pamoja na uongozi unaotuongoza, kwa sababu kila kitu ni shida kwanza inaanza na mimi mwenyewe, kwa sababu wewe mwenyewe ndio shida. Of course, kwa sababu kumwajibisha yule anaoniongoza, yani kumwajibisha yule anaoniongoza, viongozi ambao mimi nimesimamia yale ambayo yalipasa yanifikishe pale inapotakiwa kufika. Mfano Tanzania na Zanzibar, sisi hatukupaswa kuwa hapa. Kwa sababu gani? Ukichukua tu Tanzania hii na Kenya, sisi Tanzania tuna mali nyingi sana kuliko Kenya sana, lakini bado wa Kenya wako mbele yetu. Ukikaa na Mkenya ukiongea naye anakwambia nyinyi wa Tanzania mna opportunity nyingi sana. Kwa mfano anasema nyinyi kuwa na ardhi kubwa tu, hiyo ni opportunity kubwa sana. Ukiacha tu mali zilizopo chini ya ardhi, kuwa tu na land kubwa ni utajiri. Lakini sasa sisi viongozi wetu wanajiangalia wao na familia zao, na sheria walizotuwekea pia ni ngumu. Huwezi kuwajibisha, hatuwezi kuwajibisha kwa sababu kila tukijitahidi, yani ni kama mtu unapambana ukiwa ndani ya chupa. Yani mtu amekuweka ndani ya chupa afu amefunika juu na kifuniko. Yani wewe unapambana umo tu, unazunguka umo ndani ya chupa. Anakuwa ni kama mtu amekufungia, ameondoka na ufunguo. Kwa hiyo bwana, shida kubwa ni sisi wenyewe kutokuwa na maamuzi magumu.
kukubaliana kwamba sasa inatosha, enough is enough. Haiwezekani wewe mtu anaenda na kuwakilisha bungeni mtu ambaye wewe hujamchagua. Haiwezekani. Kwa sababu kwanza ile kwamba mimi huyu mtu sijamchagua, tayari ushajitenga naye. Ile kutokuwa na imani naye tu, kutokuwa na imani naye, tayari kuna gap. Kwa hiyo yeye anakuwa anakuongoza wewe pasipo wewe kutaka. Kwa hiyo kiukweli shida ya kwanza inaanza na mimi mwenyewe, shida ya pili viongozi wanaotuongoza, ya tatu kutokuwa na kutokuwa na maamuzi, yani ule uthubutu wa kusema sasa enough is enough. Tunahitaji kufanya kitu, tunahitaji kutoka hapa tulipo. Kwa hiyo tutalaumu sana viongozi, lakini kiukweli shida inaanza na sisi pia. Na kwa nini tuwalaumu viongozi? Kwa sababu nadhani hata mimi na wewe tukiwekwa hapo kwenye viongozi hapo, na sisi tunaweza kutumbukia kwenye shimo hilo kama walipo wenzetu. Yeah, tunaweza kutumbukia kutokana na mifumo pia. Mifumo, unajua kuna mtu anaweza kawa fisadi kutokana na kwamba sheria zilizopo zina mfavor. Sheria hazimbani. Tamaa, kila binadamu ana tamaa. Yamkini ningekuwa mimi ningekuwa the same, lakini wanatumia mwanya wa sheria zilizopo. Yaani viongozi wetu wanatumia ni kama wanasheria. Mwanasheria anaangalia mistake gani umefanya ili aweze kukuwini. Ndio viongozi wetu wengi wanatumia hii. Sasa kwa mtazamo wako labda nini tufanye? Maana yake ulisema hapo hatutaki kuwajibisha, sijui wa mtazamo wako nini tufanye? Maana kama vya kufanya naona mwanzo kwa bara kama hii itaweza kufanikiwa. Nafikiri inaweza ikawa ndio mwanzo mpya sasa. Unajua tunaweza kuwa tunalaumu kwa sababu sasa sheria kulingana na katiba yetu kuna mambo mengine hatuwezi kufanya, yanatubana kwa sababu hicho kitu hatuna cha kutuguide. Lakini sasa je, kama kulingana na sehemu tuliofikia, kama wataweza kukubaliana kuja mezani bwana, kulingana na yaliyotokea, tuingie katika mfumo mpya, aidha tuingie labda katika tubadilishe katiba. Na naamini kabisa katiba ikibadilishwa haitabadilishwa tu katiba ya Tanzania bara, kwamba manake ni katiba itakuja ni ile ya Jaji Warioba. Sasa kama katiba itakuja ile ya Jaji Warioba, ambao ile katiba ya Jaji Warioba inasema kwamba ni serikali tatu. Kwa hiyo kuna mabadiliko ambayo yataonekana bara, kuna mabadiliko ambayo yataonekana Zanzibar. Kwa mtizamo wangu. Kwa hiyo baada ya hapo sasa, kama tutapata hiyo katiba tunayoitaka, ndio tunaweza kujitathmini. Kwa sababu wanasema huwezi unaweza kukizania kitu ukiwa hauna. Lakini siwezi nikatoa majibu ya kitu ambacho saizi sina. Yaani kwamba kwa hiyo yanachomaanisha ni kama siwezi nikatoa majibu ya kitu ambacho saizi sina, labda nikishakuwa nacho ndio naweza nikajitathmini. Sijui umenipata hapo unachomaanisha? Yeah, nimekupata, lakini najaribu kutafakari kwa sababu hapo umesema kwa mtazamo, kwa upande mmoja wa shilingi, iwapo haya yanayotokea sasa hivi yatafanikiwa, maybe yataleta hayo. Najaribu kuangalia upande wa pili wa shilingi, iwapo haya yanayofanya hayakufanikiwa, wapi tutakuwepo labda? Maana yake naamini kwamba katiba itakuja, katiba itatengenezwa, lakini sasa je, najiuliza huyo anayekuja kutengeneza hiyo katiba ni nani? Maana yake in fact kwamba labda pengine uchaguzi huu kalazimishwa kwamba ukawa ndio tayari tumeshawapata wabunge hao waliopigiwa kura, kwa sababu ni 90% watakuwa ni chama tawala. Sawa?
Kwa hiyo atakao kwenda kutengeneza hiyo katiba bungeni asilimia kubwa atakuwa ni chama tawala. Hivi tunahisi katiba itakao kuja mpya itakuja kuwa na vitaondoka hivi tunavyosema kwamba vinatufanya tuwe hapa tulipo? Mimi kwa matumaini yangu mpaka sasa hivi naamini kwamba hata kama haya matokeo wanayotangaza bado naamini kwamba hawawezi. Yaani kama kweli wanataka kuliponya taifa na atasema bwana tumefikia sehemu sasa tuliponye taifa, sidhani kama huu uchaguzi uliofanyika sidhani kama utatambulika. Mpaka sasa hivi mimi imani yangu ndio inavyonituma hivyo. Kama kweli watakuja bwana tunataka tufanye kitu kwa ajili ya taifa. Kwa nini unasema una imani hiyo? Kwani umewasahau CCM ama au ni siseme sio CCM watawala umewasahau kwenye kutaka madaraka? Kulingana nasemea hiyo kulingana na haya yaliyotokea na yanayoendelea kutokea. Kama tutakuwa na wazee wenye busara wakasema bwana sasa enough is enough, na watawala wakasikiliza, kama watakuwa wako willing, nadhani sidhani kama huu uchaguzi wanaweza wakauaccept. Wewe unahisi kwamba mtawala ni rahisi kusikiliza ushauri maana yake? Kwa sababu kama ni ushauri, mbona watu wengi wametoa sana ushauri, mwisho wa siku watoaji ushauri ndo wanawekwa kitimoto kuliko wakati walikuwa wanapendekeza jambo zuri ama wanashauri jambo zuri. Mwanzo damu zilikuwa zijatoka, sasa hivi damu zimetoka. Unajua kiburi cha mwanzo kwa sababu hawakutarajia, lakini kwa haya yaliyotokea wataona kwamba wanaweza akawa. Kwa mfano wakati kabla ya siku 2 kupiga kura, upigaji wa kura, nilimsikia mwenyekiti wa tume alisema matangazo na tangazo ya matokeo ya uchaguzi yatatangazwa ndani ya masaa 24. Lakini toka huo uchaguzi umefanyika yashapita masaa 24. Labda wanajaribu kuchelewesha matangazo ya urais ya urais kwa sababu ya haya yaliyotokea. Matangazo yameanza kutangazwa mbona ndani ya ile masaa 24? Sema alisita tu baadaye, lakini alianza kutangazwa ya baadhi ya mikoa, sababu kutangazwa, lakini wao tume walisema matangazo yote kwa ujumla yatatangazwa ndani ya masaa 24. Hapana, haijawahi kutokea hiyo ndani ya Tanzania yetu kwamba watangaze matokeo ya uchaguzi wa Tanzania ndani ya masaa 24. Unajua kwa nini hajafikia teknolojia hiyo? Kwa nini? Sidhani. Yaani kulingana labda na yaliyokuwa unajua hata uchaguzi wa sasa hivi ulivyofanyika umefanyika kwa namna moja ya pekee sana.